Nimestuka sana kwa kifo cha mbunge cha Kasipul Mr. Were ambaye ilitokea juzi. Mimi sikufurahia sana, sikufurahia kabisa. Inawezekanaje ya kwamba yani wivu ya siasa inafika mahali mtu anatolewa uhai? Yani hii Kenya imefika mahali pabaya sana. Mahali wewe ukiongea tu useme ukweli wako, unaindwa, unalazimishwa kufa. Were alikuwa ni mtu wa kusema ukweli. Were alikuwa ni mtu wa kusimama na kusema haki. So kwa yule alifikiria ya kwamba ameweza kuua Mr. Were, damu yake yu juu yako. Hii Kenya haiwezi fika hiyo kiwango ya ambapo unafikia kiwango ambapo unaenda kuhakikisha ya kwamba una shoot mtu kwa sababu ya power ambaye inafika siku yako hata wewe na utakufa. Unakatisha mtu maisha yake. It is bad. Na mwenye ulifanya hivyo hautafika mbali pia. Kifo chako pia itafikia na itakuwa mbaya zaidi. Haiwezekani kabisa, haiwezekani. Ati sasa unawinda mtu kama swara. Fuata mtu kwa streets. Ati wewe umelipwa kwenda kuua mtu. Surely. Hebu uchiweke katika hicho kiatu. Ya kwamba sasa ni wewe ndio unawindwa na mwingine mwenye unaenda kuua mtu. Unafeel aje? Wewe unatumwa tu ataenda kuua mtu fulani na unaenda tu comfortably na bunduki yako kwenda kushoot mtu, kuua mtu kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya wivu, jealousness. No, it's not good. Kwa mwenye alifanya hivyo, your days are numbered, na tutakufikia. Serikali itakufikia. Ama Mungu mwenyewe atakuanika. Rest in peace, Honorable Were. Tunakupenda lakini Mungu anakupenda zaidi. Asante.